Bwana, leo tumeweza tumeshuhudia kwa mara ya kwanza Tanzania tunazindua lile bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo lipo kule katika mto Rufiji. Ni bwawa la kufua umeme zaidi ya megawati 2000. Tumeweza kulizindua rasmi na tumeshuhudia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akienda kuweka jiwe la msingi kule. Sasa bwana, interesting ambayo imeweza kujitokeza na watu wengi imeweza kumake headline kule ni kuhusiana na Freeman Mbowe kuwepo kule kwenye uzinduzi wa lile bwawa. Bwana, ndani ya chama chake kumekuwa na minong'ono. Kumbuka Chadema wanaona ile ni miradi ya CCM. Ikumbuke bwawa la Nyerere ni mradi wa serikali ya CCM. Kwa hiyo kivivyote vile Chadema wasingeweza au wasingekuwa na ruhusa au isingekuwa vyema kwa Chadema kwenda kusapoti ule mradi. Japo ni mradi wa serikali ya Tanzania na utawanufaisha wananchi wa Tanzania, lakini kwa sera za vyama zilivyo, kitu cha Chadema au kitu cha CCM ni kibaya kwa Chadema no matter what. Na ndio maana ujenzi wa lile bwawa kipindi John Heche huyu hapa makamu mwenyekiti wa Chadema sasa hivi kipindi yupo bungeni alishawahi kuzungumza kwamba ni bwawa ambalo kwanza ni la kizamani, lakini pia linaenda kuharibu mazingira kwa sababu sasa hivi dunia imeshift yuko kwenye matumizi makubwa ya rasilimali kama ya umeme wa kutumia maji, kwa sababu walitoa option akasema kuna nchi kama Singapore wao wanatumia tu solar panel kwa gharama ndogo na wanazalisha umeme zaidi ya hizo megawati 2000. Nyinyi mnatumia pesa nyingi kuzalisha megawati 2000 za umeme, wakati ukiangalia nchi kama Singapore wao wanatumia tu solar na upepo wanazalisha kwa gharama nafuu lakini zaidi ya hizo megawati 2000. Sasa bwana, leo aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe ameonekana kwenye huo mkutano au kwenye hicho kikao cha kuzindua hilo bwawa. Sasa maneno sio kuonekana kwake, of course ni sawa, lakini wanasema hajawahi kuhudhuria kesi yoyote ya Tundu Lissu. Kumbuka wiki hii bwana au kwa siku ya jana tuliweza kushuhudia kesi ya Tundu Lissu ilikuwa imefika katika hatua ya 3, kwa maana aliweza kukutwa na kesi ya kujibu, kwa maana aliyokuwa anatuhumiwa nayo kweli yeye ndo alizungumza, ikiwemo yale maneno ya kwamba tunakinukisha na kupelekea kufunguliwa kwa kesi ya uhaini. Kwa hiyo alikutwa na kesi ya kujibu, lakini huyu ambaye ni mwenyekiti wake wa zamani na walikuwa ni pamoja ni marafiki kwenye chama na walikuwa ni makada wa chama kabisa, hakuweza kuhudhuria kwenye kile vikao vya mahakama ambavyo Tundu Lissu anashtakiwa navyo. Sasa uhusiano kati ya Lissu pamoja na Freeman Mbowe umeisha? Binafsi naamini kweli utakuwa umeisha, kwa sababu warejelea tu kwenye sakata la kwenye uchaguzi huu wa Chadema ambao ulifanyika na kuweza kumweka Heche pamoja na Lissu madarakani. Of course Mbowe aliweza kutoa maneno makali sana, akasema kwamba kuna watu wana Chadema wanatumia maneno ya hovyo kwa ajili ya kukitenganisha chama. Na ikumbuke Lissu kwenye kampeni zake alikuwa anamshutumu moja kwa moja Mbowe, kumwambia kwamba of course kwanza lazima chama kijitegemee, kisiwe vyanzo vya mapato vya chama inatoka kwa mtu mmoja mfukoni mwake, akimlenga moja kwa moja Mbowe. Akasema nikiingia mimi madarakani chama lazima kijitegemee kimapato zaidi, na sio tu kwamba labda mtu mmoja ndo huwa anajiamulia na kuweza kutoa pesa zake mfukoni na anaweza kai-control chama kwa sababu yeye ndo anatoa hela. Mimi nikiingia lazima tuwe na vyanzo muhimu vya mapato, na kashfa nyingi ambazo Lissu aliweza kumtupia mwenyekiti wake Mbowe. Kingine swala la maridhiano, inaonekana kwamba Lissu hakuweza kukubali maridhiano. Hali maridhiano inaonekana Mbowe ndo alikuwa ni kimbelembele, akaweza kukubaliana na maridhiano na sehemu ambayo Lissu anasema haya ni maridhiano ambayo sisi tulidanganywa na hayana msingi wote kwetu sisi. Umeona? Kwa hiyo ni uhusiano ambao umebomoka, ni uhusiano ambao unanyufa. Lissu kuwepo mahakamani ni kama Freeman Mbowe hawezi kumsupport kwenye hilo, kwa sababu mpaka anaacha akasema kwamba huu uchaguzi ukipita basi kuna watu itabidi tuwajibishe kwenye chama. Na mimi ningeona kwa mfano kwenye ule uchaguzi Mbowe angeweza kuwa mwenyekiti tena, umeelewa? Basi naamini Tundu Lissu asingekuwa mwanachadema hivi sasa. Either angehamia ACT Wazalendo, lakini au angekuja na chama chake Tundu Lissu, kwa sababu ana influence na ana watu nyuma. Kwa hiyo uhusiano binafsi inawezekana kweli Mbowe anakipenda Chadema, inawezekana kweli
Mbowe anapenda maendeleo ya chama, lakini uhusiano binafsi kati ya Tundu Lissu pamoja na Freeman Mbowe umekuwa ni uhusiano ambao hauko wazi, na ndio maana leo tumeshuhudia watu wengi wanamlalamikia, bwana nenda kwenye chama au nenda mahakamani kwenye kesi ya Lissu, lakini kwenye miradi ya CCM anaonekana. Of course ni miradi ya CCM, lakini miradi ambayo inawasaidisha Watanzania, na hawezi Chadema kutoka mbele, itakuwa ni kupoteza kisiasa, kwa sababu ukisema kwamba CCM yes